Karibu sana kwenye kliniki ya afya mapenzi na Dr. Paul Nelson Mwaipopo tokea Mwanza. Nakuletea mada inayosema mpenzi na malipizo ya kisasi cha usaliti na uharamu wake. Mpenzi, tafiti zinaonyesha wazi kwamba kasi ya usaliti miongoni mwa wanaume na wanawake inaongezeka kwa kiwango kikubwa. Na tafiti mbalimbali kupitia mataifa mbalimbali zimeonyesha hilo, na hii imetokana kwa sehemu kubwa kwa sababu ya kuwepo na simu za mkononi na mitandao ya kijamii. Lakini sio hilo peke yake, imeonekana vile vile kuwa watu wanaosaliti wapenzi wao ndani ya mahusiano wanayoyasaliti, kuna mazuri 80%, na yale yanayosababisha ambayo yamepungua 20%, wanaamini kwamba watayapata nje ya ndoa au nje ya uhusiano wake. Na sio hilo peke yake, lakini inaonyesha kabisa katika tafiti ambayo imefanywa miongoni mwa wanandoa 2000 na chuo kikuu cha Western Ontario huko Marekani, imeonyesha wazi kabisa kwamba wengi wanaosaliti hawajutii kusaliti kwao. Hii inatisha. Mtu anasaliti alafu hajutii kusaliti, anatafuta sababu za kuhalalisha. Ndio ile 20% iliyoizungumza. Anatafuta sababu za kuhalalisha usaliti wake, na hata kuambia kwamba una mapungufu haya. Yaani anaona ni rahisi kusaliti kuliko kuzungumzia tofauti mlizonazo, kuliko kuzungumzia mapungufu yaliyomo. Anaona ni rahisi zaidi, ni vyepesi zaidi kusaliti kuliko kuzungumzia mapungufu alionayo mpenzi wake, na hii inatisha sana sana. Tafiti hii ambayo imefanywa na watu wa chuo kikuu cha Western Ontario huko Marekani inasema hivi: watu ambao wako ndani ya ndoa wanajikuta wanafurahia sana mahusiano ya mchepuko na hawaonyeshi hali ya kujutia hali hiyo. Kutokana na utafiti huo ambao umeandikwa kwenye jarida linaloitwa Achieve of Sexual Behavior, imeonekana kabisa kwamba wanaosaliti wanatoa maksi nyingi sana kwa wale wapenzi wao wa nje kuliko wapenzi wao wa ndani. Na sio hilo peke yake, kiwango cha majuto ni kidogo sana. Ndio maana mtu anasaliti, anarudia, ukimgundua huyu anachana na huyu, anaanzisha mwingine. Sasa inaendelea, tafiti inasema hivi. Tafiti hii imefanyika ili kuweza kuelewa, kubaini ni vitu gani vinasababisha watu watafute kwenda nje ya ndoa zao. Washiriki katika utafiti huo wa kiwango cha juu sana, imeonyesha kwamba nusu ya hao waliokuwa wanachepuka walisema kwamba tendo la ndoa lilikuwa haliridhishi katika mahusiano yale ambayo yamesababisha wachepuke. Inaendelea kusema tafiti hiyo, kutokuridhika na utendaji mzuri wa tendo la ndoa na kutokuridhika limetajwa na watu wengi sana kwamba ndio nguvu inayowasukuma kwenda kutafuta mpenzi nje, pamoja na hamu ya kutaka kujitawala mwenyewe na uhuru wa kufanya nalolitaka, usishike simu yangu. Lakini kubwa lao ni kutafuta ladha tofauti ya tendo la ndoa nje ya ndoa. Sasa kwenye kizungu hapo wanasemaje? Kwa Kiingereza wanafahamu Kiingereza. Sema sexual dissatisfaction was the top cited motivation to have an affair with other motivations including desire for independence and for sexual variety.
Unaweza kuona, nimekusomea uweze kuona kwamba hii tafiti sio yangu. Sina hela za kuweza kuwahoji watu mbalimbali na kusafiri taifa zima kuhoji watu, lakini hawa imefanya utafiti miongoni mwa wanandoa 2,000 chuo kikuu cha Western Ontario. Anasema hivi, tafiti inaendelea kusema wameshangazwa kuona hata wale ambao wanapendana sana vile vile hawakujuta kuchepuka. Yaani ukiwaona wanapendana sana utawasifia, sema jamani, ile ndio model, ile ndio ya kuiga. Akasema hivi, waliochepuka kutoka kwenye ndoa hizo na wenyewe hawakuonyesha kujuta. Kiongozi wa utafiti huo Dr. Setaman alisema hivi, hatuoni ushahidi wenye nguvu kwamba, asema hivi, hatuoni ushahidi wenye nguvu hapa kwamba watu wanaosaliti uhusiano wao unahusianishwa na ubora wa uhusiano wao. Nakuja kusema kwa Kiingereza. Anasema hivi, the leaders of that study, Dr. Setaman says, we don't see solid evidence here that people affairs are associated with lower relationship quality. Anasema hivi, watu wanaosaliti sio kwamba uhusiano wao umeoza, umeharibika, sio mzuri. Uhusiano unaweza kuwa mzuri, lakini mwenzio tu anasaliti kwa sababu hujui mambo fulani fulani madogo madogo. Ndio ile nilisema mwanzoni hapo, nimeanza nayo kwamba ndani ya ndoa 80% mambo ni mazuri, lakini 20% mambo haya yamelegea legea, hajakaza vizuri. Sasa hii inakwenda sambamba na tafiti nyingine ambayo nimeshakuambia hapa mara nyingi kwenye channel hii, na video zaidi ya 2,500 kwenye channel. Sawa, nishakwambia kwamba tafiti zinaonyesha hivi, ndoa ikienda vizuri, tendo la ndoa linachangia kati ya 20 hadi 25. Lakini tendo la ndoa likidolola, tendo la ndoa likianza kumboa mpenzi wako, tendo la ndoa likianza kupoa, linachangia migogoro kati ya 75 hadi 85. Vinakwenda sambamba kabisa. Hii tafiti ni mpya, ninakuletea ya Western Ontario University. Hii tafiti mpya kabisa. Sasa kwa nini hajuti? Kwa nini hajuti? Akaenda kutubu kwa Yesu. Kwa nini hajuti akaenda kutubu kwa Yesu? Haya, hii karatasi ya Western Ontario ngoja niache. Sasa nikuletee message iliyoleta mada hii ya leo. Nikuletee message hii. Inasema hivi, daktari, mimi ni mwanaume mwenye umri wa miaka 39 na mke wangu ana miaka 37. Ni mwanaume ambaye nimekuwa katika mahusiano ya kimchepuko kwa miezi 11 na nilikuwa nachepusha mke wa mtu. Utamu wa ladha ya tendo la ndoa nje ya ndoa ni utamu unaong'aa, na hilo siwezi kulipinga. Asema yani, unapofanya mapenzi nje ya ndoa na mwanamke ambao sio wako au mwanaume sio wako, yani unapofika kileleni ni kama mlipuko wa baruti unayoipata. Nilikuwa najiona kwamba mimi ni mtu ambaye nashika sana maadili, lakini dokta, nikawa nimeanguka. Sasa dokta, kilichotokea, mume wake akagundua na anampa talaka sasa hivi. Na sasa najisikia vibaya sana kwamba mimi ndio nimesababisha ndoa ya huyu mama kufa. Najisikia vibaya sana. Hivi kweli mimi nilikuwa na haki gani ya kusababisha watoto 3 wadogo ambao hawana hatia wateseki kwa sababu ya ujinga wangu mimi wa kutamani uchi wa mwanamume mwingine, wa mwanamke mwingine? Mbaya zaidi, dokta, mume wake kaja na kamwambia mke wangu kwamba mimi nilikuwa nasaliti na mke wake. Dokta, nimemuumiza mtu ambaye aliniamini sana kuliko mtu yoyote hapa duniani, ambaye aliniona kwamba mimi ndio usalama wake, ndio amani yake,
na furaha yake na ndoto zake zote mimi ndio wa kumtimizia. Kwa sababu gani nimefanya hivi? Kwa sababu nilitaka tu kujiona na mimi bwana ni mwanaume ninayependeka na mwanamke mwingine, na yule mwanamke alikuwa mzuri kweli kumshinda mke wangu kwa sura. Nikajiona nimepata kitu kilicho bora. Sasa badala ya kukaa na mke wangu na kuzungumzia matatizo tulionayo katika ndoa yetu, nikaona kwamba niingie kwenye mahusiano haya ya kimchepuko, na nimekosea sana. Sasa najisikia kama vile mimi mwenyewe ni mgeni kwenye nyumba yangu. Najichukia mimi mwenyewe na najiona kama vile nahitaji niogeshwe, hii dhambi yote iondoke moyoni mwangu. Sijui nioge kwa sababu ni gani roho yangu itakasike, na kisikia mchafu sana kwa mke wangu. Dokta, unanishaurije? Haya, Bwana asifiwe. La kwanza ambalo ningependa kulileta hapa, tujiulize, hii ni miezi 11 huyu mwanamume anachepuka, mwanamke hajagundua. Miezi 11, muda wote huo roho yake haimsuti, muda wote huo roho yake haimsuti. Ingekuwa tu labda ni mara moja alikuwa amelewa akakutana na mdada alikuwa anasoma naye zamani akamtia mara moja yakaisha, sawa. Miezi 11 unachati naye, unaenda kula naye chakula, unaenda kununua hoteli, unaenda kununua kitanda, mnaenda mnapima na afya zenu, miaka 11, na unajua kabisa huyu ni mke wa mtu. Kuna kitu gani kimeingia kwenye akili ya huyu mtu? Kuna kitu gani kimeingia? Mpendwa katika Bwana, mpendwa katika Bwana, Mungu aliyeumba mbingu na nchi anakuona unayoyasema, unayoyafanya, unayoyasikia, unayoyapanga. Mungu aliyeumba mbingu na nchi anakuona, hajajificha, hajajificha. Mbaya zaidi, matatizo yale alionayo mke wako unaenda kumwambia mchepuko. Matatizo alionayo mume wako unaenda kumwambia mchepuko, ili kuhalalisha kwamba una haki ya kuchepuka kwa huyu mchepuko unayezini naye. Haya, wanaume mnaonisikiliza, ni hiyo ndio hali halisi. Kama udili na matatizo yako wewe mwenyewe ukasubiri mwenzio akuambie, atenda kuambiwa mchepuko anayelamba dudu la mwenzio, dudu la mume wako. Maumivu yatakuja kwa sababu umezubaa kukataa elimu. Mungu amezungumza kwenye kitabu cha Hosea sura ya 4 mstari wa 6. Akasema hivi, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa umeyakataa maarifa, na mimi nimekukataa. Na tumesoma kwenye video niliyoweka jana, Isaya 27 mstari wa 11, kwamba watu ambao wameyakataa maarifa, hawatafuti maarifa, Mungu hata waonea huruma. Isaya 27 mstari wa 11. Hilo ni neno la Bwana. Hivi ulipokuwa unachepuka, ulikuwa unatarajia matokeo gani? Kwa nini usiachane na mke wako, usiachane na mume wako, ndio kaenda kuchepuka kwanza? Hebu fikiria, huyu mama kafumaniwa na mume wake kwamba anachepuka, tena anachepuka na rafiki wa mume wake. Alipoona mume wake ameumia sana, akamwambia, kama ni hivyo bwana, nikupe na rafiki yangu ufanye naye mapenzi, uchepuke na wewe, lakini kwa sababu nimekupa ruhusa. Ulipiza kisasi kwa staili hiyo. Unaweza kuona huyu mama anamwambia mume wake, mume wangu, historia kweli sio? Anamwambia mume wangu, chepuka na rafiki yangu Zaina, nimeongea naye, yuko tayari, ananiona ninavyoumia, yuko tayari, nimeongea naye, chepuka naye. Mwanaume akamwambiaje? Yani, unataka mimi unishushe kiwango changu nije kwenye kiwango chako cha uzinzi ili wewe ujipate nafuu kidogo, upate ujisikie kwamba na wewe uko sawa na mimi. Sasa mimi nimetembea nje ya ndoa. Unaweza kuona jinsi gani ilivyo akili inavyochanganyikiwa unapokuwa umesaliti. Napenda nikwambie ndugu yangu, unaniangalia hapo, usaliti
umeongezeka kasi kwa kiwango kikubwa. Hujui kwamba mume wako anasaliti au mke wako anasaliti. Ni kama vile yai lililooza, yaiviza. Kwa nje huku unaliona zuri kweli. Kwa nje unaliona zuri kweli yai, lakini ndani ukipasua hivi inanuka. Ndio maana Biblia inasema hivi, Mathayo 5:7, heri wenye moyo safi, maana hao ndio watakaomuona Mungu. Haleluya, heri wenye moyo safi. Sasa usipochunga moyo wako itakuletea shida sana kwenye ndoa yako. Kwa hiyo niendelee hapa. Haiwezekani kabisa mumeo, mtu mmoja katika dunia yote hii, atimize mahitaji yako yote asipokuwa na lolote. Haiwezekani, haiwezekani. Kwa hiyo usijidanganye kwamba mume wangu na mapungufu haya, ngoja nikamtie yule mke wa jirani. Usijidanganye, mume wangu kwa sababu anawahi kumaliza, ngoja nikatembee na boyfriend wangu wa zamani, ex wangu wa zamani. Usijidanganye. Hakuna mwanadamu ambaye anaweza akatimiza mahitaji yako yote. Hakuna. Ni Mungu pekee yake aliye juu. Akamtoa mwana wake wa pekee. Kwa maana jinsi hii Mungu akaupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na njia, awe na uzima wa milele. Haya, nitarudia maneno haya. Yohana 3:16 inasema hivi, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, Yesu Kristo, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Aliyechepuka maana yake ni nini? Amepotea. Biblia inatuambiaje? Biblia inatuambiaje? Twende kwenye kitabu cha Mithali. Twende kwenye kitabu cha Mithali. Mithali sura ile ya 14. Mithali sura ile ya 14. Mstari ule wa 12. Iko njia ionekanayo kuwa sawa kabisa machoni pa mwanadamu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Nitarudia tena. Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Haya, narudia tena. Yohana 3 mstari wa 16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee njia, bali awe na uzima wa milele. Yesu akazungumza kwenye Injili ya Yohana sura ya 10 mstari wa 10. Imesema hivi, mwizi haji ila aje kuiba na kuharibu na kuua na kuteketeza, lakini mimi Yesu nimekuja ili uwe na uzima, tena uwe na uzima tele. Yaani usiwe na hamu ya kitu kingine, usisumbuliwe na kitu chochote kile. Akasema tena Yesu, Bwana mwana wa Mungu aliye hai, akasema kwenye Injili ya Mathayo sura ile ya 11. Injili ya Mathayo sura ya 11 mstari wa 28, akasema, njooni kwangu nyinyi nyote wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jifunzeni kwangu, kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu, nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nira yangu ni nyepesi na mzigo wangu ni laini. Nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Sasa hivi, njooni kwangu nyinyi wenye wote kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Ukikosa raha nafsini mwenu na nafsini mwako kwa ajili ya mke wako, umekosa raha nafsini mwako kwa ajili ya mume wako, peleka kwa Yesu. Anajua jinsi ya kurekebisha mambo, anajua jinsi ya kukarabati mambo. Yesu hakuna ambalo linamshinda. Haleluya. Twende basi. Pamoja na hayo basi, ni kwamba jiulize wewe mwenyewe, kuna faida gani ya kuchepuka? Kuna faida gani ya kuchepuka? Jiulize mwenyewe, usiende tu kama nguruwe haramu kwa Waislamu. Usiende kama nguruwe, jiulize kuna faida gani? Haya, sikiliza huyu mwanamke anasemaje. Dokta, mume wangu amenisaliti na mwanaume ambaye Dokta, mume wangu amenisaliti na mwanamke ambaye ana umri mara 2 ya wakwangu, na sio hilo peke yake, ni mnene mara 2 zaidi yangu. Wanafanyaga hivyo kwa sababu matatizo yao ya kwenye akili zao. Wanafanyaga hivyo kwa sababu wana matatizo kwenye akili. Na haya, Yesu anaweza kuibadilisha akili yako. Ukifuata Yesu, mambo yote anayaweka sawa. Sawa. Sasa
Haya ni mambo ambayo yanatisha. Kuna wengine wanasaliti kwa sababu wanalipiza kisasi. Kuna wengine wanasaliti sio kwa sababu ya ujinga wao. Ujinga wao umefikia mahali kusema amenisaliti na mimi natongoza kila siku. Ngoja na mimi nisaliti. Labda nitakutana na dudu kubwa kuliko la mume wangu. Anakutana na dudu kubwa hata mdomoni aliingia kitaka kulinyonya linamshinda. Haleluya. Sawa, unaweza kuona huyu mwanamke mmoja anaitwa Ava. Sawa. Nimeliweka jina sio jina lake mwenyewe. Anasema, "Dokta, mume wangu alinisaliti." Nimebadilisha jina jamani, sio jina la mtu halisi. "Mume wangu alinisaliti." Sawa, alafu akampa mimba yule msaliti wake. Sawa, akampa mimba. Sawa, dokta, niliumia kweli, niliumia sana. Kwa mwaka mzima nilikuwa naumia. Lakini baada ya mwaka nilikuwa nimealikwa kwenda kwenye semina ya kazi kwa wiki nzima. Nikakutana na mtu ambaye nimesoma naye kule, dokta. Alianza kunisifia na petipeti na nini na nini, nikakubali kufanya naye mapenzi. Lakini bado nilijisikia vibaya. Na mimi mwenyewe kumsaliti mume wangu. Japokuwa yeye alinisaliti. Nilifanya hivyo kama kulipiza kisasi, lakini nilijisikia vibaya. Kwa hiyo hayo yote anasemaje huyu dada? Anasema hivi, ni kweli nimegundua kwamba kusaliti inatokana kwamba unajisikia mwenzio anakuhitaji. Huyu anataka kukuchepusha, anakuhitaji, anakupenda, unajiona kama thamani yake imekuwa kubwa. Anakusifia una mguu kama wapia, sijui nini na nini, una macho mazuri, sauti yako nzuri, unajisikia vizuri kweli mpaka mnatiana. Alafu baadaye unasema hivi, nimefanya nini? Bali kunyonya dudu la mwanaume mwingine wakati ninalola mume wangu yuko. Unaanza kujuta. Jamani, jamani. Nimechepuka jamani, nimemsaliti mke wangu. Kweli nikampa mke wangu tena alinyonya na ili dudu limemtia mwanamke mwingine. Unaanza kujuta. Sasa Biblia inalithibitisha hilo. Biblia inalithibitisha hilo kwamba raha ya uchepukaji ni kidogo sana. Biblia inalithibitisha hilo, lakini kabla sijalizungumza hilo la Biblia kuthibitisha kwamba raha ya uchepukaji ni ya muda mfupi sana, ni nguvu, ni moto wa makaratasi. Na mstari mmoja ambao ningependa niusome kutoka kwenye kitabu cha Mithali 22. Mithali 22. Unaweza kuona jinsi gani watu wanajidanganya. Mithali 22. Mstari wa 3. Mwenye busara huyaona mabaya na kujificha, bali wajinga huendelea mbele wakaumia. Mwenye busara anaona huku nakwenda, huyu mwanaume kule ananitongoza. Kweli moyo wangu nataka nimkubalie nikamvulie chupi. Lakini siwezi kuvunja agano nililoweka kanisani. Siwezi. Nimeweka agano mbele za Mungu nilivunje? Hapana, siwezi. Unaweza kuona moyo wake unamvuta, lakini yeye mwenyewe anajirudisha nyuma. Sema hapana, siwezi kuvunja agano nililoweka kanisani mbele za Mwenyezi Mungu. Unaweza kuona? Kwa hiyo basi ukiwa na msomaji mzuri wa Biblia utakutana na mstari kama huu ambao utakusaidia, utakutia nguvu katika kukataa usaliti. Kitabu cha Ayubu sura 20 mstari wa 4 na 5. Ayubu sura ya 20 mstari wa 4 na 5. Sikia maneno haya, mstari wa 4. Hii ni Zaburi. Kitabu cha Ayubu sura ya 20 mstari wa 4 hadi wa 5. Nasema hivi mstari wa 4. Je, hujui neno hili tangu zamani za kale? Tangu wanadamu kuwekwa juu ya nchi, ya kuwa shangwe ya waovu ni kwa muda kidogo, na furaha ya wapotovu ni ya dakika moja tu. Unaweza kuona? Isikuponze. Karabati ndoa yako. Acha kutafuta visingizio vya kuhalalisha uchepukaji wako na ukamwona mke wako kama vile ni mdoli, hafai kitu, haipendezi. Hakuna kidonge kitaweza kusaidia kuondoa maumivu utakayomsababishia mume wako au mkeo pale unapochepuka. Na unaweza ukachepuka alafu mwenzio akakusamehe, akagundua akakusamehe. Lakini napenda nikwambie hivi, vitendo vyako vinazungumza kwa sauti kubwa kuliko maneno yako ya kuomba msamaha. Wazungu wanasema action speak louder than words. Jiulize wewe mwenyewe. Hivi
utajisikiaje mume wako akigundua? Utajisikiaje mke wako akigundua? Jiulize, utajisikiaje? Si utaumia? Utajisikia vibaya sana. Kama una mpango wa kumwacha, si mwache, ndio uanze kutafuta wanawake wengine. Kwa nini unaendelea kukaa naye kitu unaendeleza mchepuko? Kwa nini? Dhambi hiyo ya uzinzi itakupeleka mahali pabaya sana. Watu wamefilisika kwa sababu ya uzinzi. Sawa? Watu wengi wanatafuta visingizio vya kuhalalisha uchepukaji wao. Walikuwa na tatizo ndani ya ndoa zao ambao ni kama 20% ya ubora wa ndoa nzima nimekuwa ni tatizo, mapungufu aliyoona, lakini unaongezea juu tena tatizo lingine kwamba umesaliti. Sasa umeomba msamaha, lakini bado umeshindwa kufuta kidonda, kuponya kidonda kilichomo ndani ya mke wako au ya mume wako uliyemsaliti. Ni rahisi sana kujaribisha kuhalalisha usaliti wako, lakini matokeo yake sio mazuri. Sio mazuri na ni mabaya sana. Utaishia kujuta tu. Utajiona siku zote uko katika hali ya kutaka kukarabati. Maana unaona tu mwenzio bado hajapona sawa sawa. Utakuwa siku zote tuko katika hali ya kukarabati. Unajitahidi kufanya mazuri ili ajisikie vizuri, lakini bado mwenzio kidonda kile kinapata shida kupona. Ulijiona kwamba unatatua tatizo kwa kuchepuka, lakini umejikuta kwamba umesababisha tatizo jipya ndani ya uhusiano wako. Haifai kabisa. Chochote kile ambacho unafikiria kwamba utafaidika kwa kuchepuka hakina thamani kubwa kulinganisha na kumpoteza mtu ambaye uliapa mbele za Mungu kwamba hutamuumiza. Kwa hiyo basi, kama mwanamke, jifunze kuongea na mume wako kwa juu ya mapungufu alionayo. Na kama wewe mwanaume, usiwe mbishi pale unapoambiwa madhaifu yako. Kuwa mwepesi kukubali makosa yako na kuomba radhi. Usije kumsukuma huyu mtu kwenda kutafuta mchepuko. Kwa sababu pasipo kuomba msamaha, huwezi kufanikiwa kudumisha ndoa yako. Imeandikwa kwenye Biblia, kwenye kitabu cha Mithali 28 mstari wa 13, kwamba pasipo kuungama mtu hawezi kufanikiwa, bali kwenye kuangama na kuacha makosa yako unapata neema ya Mungu ya kuleta mabadiliko ndani ya ndoa. Hiyo ni Mithali 28 mstari wa 13. Kwamba pasipo kuungama, pasipo kuomba radhi, hakuna kufanikiwa. Tutajidanganya tu juu. Haipendezi mambo kama hayo, hayapaswi kuwa hivyo. Lakini mbaya zaidi, unaposhindwa kuliongelea tatizo hilo ambalo unaliona kwenye ndoa yako, unatiuka maagizo ambayo Mungu ameyatoa kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi sura ile ya 19 kuanzia mstari wa 15 hadi wa 18. Sikiliza. Mambo ya Walawi. Msitende yasiyo haki katika hukumu. Usimpendelee mtu maskini wala kumstahi mwenye nguvu katika hukumu. Usimpendelee mtu maskini wala kumstahi mwenye nguvu, bali umhukumu jirani yako kwa haki. Acha visingizio hapo. Unaambiwa acha visingizio. Naendelea mstari wa 16. Usiende huko na huko katikati ya watu wako kama mchongezi, wala usisimame kinyume cha damu ya jirani yako. Mimi ndimi Bwana. Usiende huko na huko na kumwambia mchepuko madhaifu yako, madhaifu ya mume wako, madhaifu ya mke wako, ili kuhalalisha uchepuko kwa yule mchepuko unayemchepusha. Unamwambia madhaifu ya mume wako, mimi nachepuka kwa sababu mume wangu anawahi kumaliza. Haitoshi hiyo mbele za Mungu. Mungu analiona hilo. Mstari wa 17 inasema hivi: usimchukie ndugu yako moyoni mwako, ni lazima kumkemea jirani yako, wala usichukue dhambi kwa ajili yake. Usifanye kisasi wala kuwa na kinyongo juu ya wana wa watu wako, bali umpende jirani yako kama nafsi yako. Mimi ndimi Bwana. Huo ni mstari wa 18. Nitaurudia. Usifanye kisasi wala kuwa na kinyongo juu ya wana wa watu wako, bali umpende jirani yako kama nafsi yako. Mimi ndimi Bwana. Kwa hiyo tafuteni njia ya kudiskasi madhaifu yenu. Kama baba mmoja ametoka safari kutoka mkoa wa Geita kuja Mwanza kuja kuniona. Ni walokole. Wananiambia, dokta, mume wangu ana tatizo la nguvu za kiume. Wamekuja wote, mume na mke, ofisini kwangu. Anasema hivi, tumeomba, tumefunga, tatizo la nguvu za kiume halijaondoka. Ni walokole, wamesafiri kutoka Geita kuja kuniona mimi Mwanza. Kwa sababu wamesikia dawa nayo.
Unaweza kuona wamekuja mume na mke. Fikiria, nakupa hiyo story ni ya kweli kabisa. Sasa haya mambo sitaki afikie huko. Nikupa story nyingine ya kweli. Mume na mke wamekuja ofisini kwangu. Sasa mwanamke aligundua mume wake anachepuka, na yeye akaanza kuchepuka. Sasa mume wake akawa ameacha kuchepuka. Sasa mke anataka unaofahamu Mwanza Buswelu. Mke anaomba ruhusa, anaenda kwa wazazi wake Sengerema. Kumbe anaenda kwa mchepuko. Mwanaume kamfuatia nyuma. Alihisi kuna kitu kinaendelea, lakini hakuwa na uhakika. Kamfuatilia nyuma, akakuta mwanamke anaishia mabatini kwa mwanaume mwingine. Unaweza kuona wanakuja ofisini kwangu kusuluhishwa. Sasa haya mambo yapo, na sitaki iwe hivyo kwako. Na Mungu akutie nguvu. Agizia majarida ya jinsi ya kumnogesha mwanaume. Mwanaume ana maeneo 14 na kila eneo lina ufundi wake. Kama tulivyozungumza kwenye ile tafiti ya Western Ontario University. Imesema kwamba kwa asilimia kubwa mtu anapochepuka anatafuta sexual satisfaction, yani kuridhika ladha tofauti ya tendo la ndoa nje ya ndoa. Nimesoma, ngoja nikusomee sababu hiyo tafiti ninayo hapa. Ngoja nikusomee hii tafiti uweze kwa namalizia. Nimeiweka wapi tafiti hii hapa. Sawa? Anasema hivi. Sexual dissatisfaction was the top cited motivation to have an affair, with other motivations including the desire for independence and for sexual variety. Anataka vitu tofauti. Kwa hiyo mwanaume lazima ajue kwamba kwenye mwili wa mwanamke kuna maeneo 17 na kila eneo lina ufundi wake na madoido yake. Mwanamke anapaswa ajue kwamba kwenye ramani ya mwili wa mumewe kuna aliyeuchi. Kuna maeneo 14 na kila eneo lina ufundi wake na madoido yake na mbwembwe zake. Sasa wewe mwanaume ameishia goli moja, hujui jinsi ya kumsaidia arudie raundi ya pili, hujui. Kwenye hizo video zangu na majarida nakupa mbinu. Sawa? Wewe mke wako anasema sijisikii, ni kwa sababu una tatizo la kuwahi kumaliza, alafu unashindwa kurudia. Unashindwa kumfikia. Nilikuwa naongea na kaka mmoja kutokea Zanzibar muda mfupi kabla sijaingia hapa studio. Anambia, daktari, nakupigia simu zako wewe upokee simu, unakuja. Nikamwambia hivi, ukipiga simu nje ya saa za kazi, simu wanaitaga silence ili ujue iko hewani, lakini nimepumzika na mke wangu. Sawa? Leo nikifika nyumbani simu yangu naiweka silence. Kwa hiyo wakisema nimekutafuta sana, yani nashukuru leo nimekupata. Sasa leo shida si leo amekuja kwa sababu gani? Leo nilitoka usiku mapema, nikalala mchana. Kwa sababu tunamkesha usiku kanisani. Kwa hiyo nimelala. Kwa hiyo aliponipigia simu akanikuta niko hewani, akafurahi, nikaongea naye, akaeleza matatizo yake. Nikamwambia dawa na wakala Dar es Salaam anauza dawa zangu. Kwa hiyo nikampa namba ya simu, tayari sasa hivi kishachukua yeye, yuko ana ndugu yake yuko wapi pale, unavuka feri Kigamboni, na ndugu akasema ndugu yangu atanichukulia, atanitumia kwenye meli za Azam kuja Zanzibar. Kwa hiyo kashalipa tayari, lakini na dawa kashapelekea huyo ndugu yake ambaye yuko Kigamboni Dar es Salaam. Nataka kusema hivi, kama una tatizo lishughulikie. Unafikiria ni pastori ya kweli? Yuda kaka ana dada mzuri kweli. Katumia madawa na madawa ya nguvu za kiume kashinda. Sasa mke wake kapasa ende kalalamike kwa rafiki yake wa kike. Kaenda kumwambia, mume wangu ana tatizo ya nguvu za kiume, natamani atakuchepuka. Yaani dakika 2 tu tayari kesha mwaga, hawezi kurudia. Hakuwa hivi zamani. Zamani hakuwa hivi. Natamani atakuchepuka. Yule mwanamke akamwambia hivi, ushawahi kumsikiza Dr. Nelson Mwaipopo? Akasema sijawahi kumsikia. Amemsaidia mume wangu. Nenda. Akaenda kumwambia mume wake. Mume wake akamwambia, mke wangu, kipindi kile kuna mifuko ile ya Rambo. Wewe mwenyewe umeshuhudia, nimetumia madawa mengi, nimepoteza hela nyingi sana. Kuna madawa mengine yalikuwa machungu, mfuko wa Rambo wote unachemsha wewe mwenyewe, mimi nakunywa, lakini haikumsaidia tatizo la nguvu za kiume. Akamwambia, lakini mume wangu, Mama Ashura ana ushahidi mume wake amesaidiwa na huyu mtu. Akamwambia, inauzwa shilingi ngapi? Akasema ngoja nikamuulize Mama Ashura. Baada kumuuliza Mama Ashura akaambiwa,
Kipindi hicho dawa nilikuwa nauza shilingi 30, sasa hivi ni shilingi 60. Sawa? Kwa mwaka 2018. Sawa? Kwa 2018 ilikuwa ninauza shilingi 30, sasa hivi ni shilingi 60 pamoja na usafiri. Kama uko Mwanza ni shilingi 50. Kwa sababu usafiri nalipia shilingi 10,000. Lakini kama unaweza kuipata na maelekezo yake yote nimechapisha, na nakupa na ofa ya jarida lile la maeneo 17 ya kumshika mwanamke, kwa sababu umeniamini kutumia pesa yako na kutumia na ofa ile jarida la maeneo 17 kumshika mwanamke ili afike kileleni haraka. Sasa alipoambiwa akampa hela yake mke wake, ampa hela. Mama yule akanipigia simu, nikamwambia ukifika Mwanza hoteli nipigie simu nije kuchukue. Nikafika Mwanza hoteli, nikateremka ngazi, nikaenda nikampokea. Beautiful girl, beautiful. Yaani kuchepuka kwake ilikuwa ni sekunde tu. Maana anatongoza sana, beautiful. Akanieleza, nikamuonyesha mchoro unaosababisha tatizo kama hili na nini na nini, nikampa na dawa na maelekezo kama wale wanaotumia kwa njia ya mabasi, dawa hizo. Akampa mume wake. Mume wake akaitumia. Sasa dawa zote alizokuwa amezitumia zilishindwa kutibu tatizo lake. Kumbe alikuwa na tatizo lingine ambalo alikuwa halijui kwamba ndio linasababisha tatizo la nguvu za kiume. Alikuwa na tatizo kwamba akishikwa na haja kubwa anaweza kupita hata siku 3 4 haja. Kwa hiyo alikuwa analazimisha. Ukiwa na tatizo la kulazimisha haja kubwa, lazima utapata tatizo la nguvu za kiume. Ndio maana ukienda kunya, kuna hatua fulani ya kunya, mkojo na wenyewe unatoka kwanza. Sawa? Kuna katika hatua za kunya lazima na mkojo na wenyewe utoke. Kwa hiyo kuna uhusiano kwenye uume na sehemu ya haja kubwa. Sawa? Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani ilivyo. Nikamsaidia ile dawa. Sasa nguvu za kiume zikaondoka, na ile tatizo la choo likaondoka. Ananipigia simu yeye mwenyewe mwanaume. Anapigia simu, daktari, nitatoa tatizo lingine ambalo nilikuwa linanisumbua. Nilikuwa na tatizo hili la haja kubwa, yani haja kubwa kutoka ilikuwa ni shida. Sasa kupita masiku, shida haja kubwa. Na yeye limeondoka. Nakuja na rafiki yangu, nakuletea rafiki yangu. Sasa nakuja rafiki yangu. Uko ofisini mpaka saa ngapi? Nikamwambia mpaka saa 10. Akaja. Kwa hiyo kuna jinsi gani ilivyo. Kwa hiyo usikate tamaa, solution ipo ya matatizo ulionayo. Ndio maana Biblia inasema kwamba zungumzeni jamani haya mambo. Usimchukie mke wako. Usimkinai mke wako, usimkinai mume wako. Haya ni mambo ya kuzungumzia. Inawezekana kama mtu anaweza kuzungumza na mume wake mpaka akaja mwanamke akatuma kuja kununua dawa. Kwa nini? Na hizi video zipo. Ujue jinsi ya kumwandaa mwanaume, maeneo ya mwanaume yakoje, maeneo ya mwanamke yakoje, mikao mizuri ikoje. Kuna video utaona mikao sahihi. Hii inawezekana kabisa. Kwa hiyo tuwasiliane, na kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, jisajili, subscribe ili nitakapotoka video nyingine upate taarifa haraka sana. Nikutakie maisha mazuri, na kwa jina la Yesu acha uharamu wa kuzini nje ya ndoa. Bye bye.